Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tamko la Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ulama la kulaani kitendo cha kudhalilishwa kwa Sheikh Nurdin Kishki. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ulama umepokea kwa masikitiko makubwa taarifa na maudhui yaliyosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na mtu anayejulikana kwa jina la Juma Namusoma, zikilenga kumchafulia heshima na kumdhalilisha mlinganiaji wa Kiislamu wa kitaifa na kimataifa Sheikh Nurdin Kishki. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania unalaani kwa nguvu zote kitendo cha kusambaza taarifa za uongo, uzushi na maudhui ya kudhalilisha yenye lengo la kumvunjia heshima Sheikh Nurdin Kishki na kudhoofisha hadhi ya viongozi wa dini mbele ya jamii. Vitendo vya namna hii vinaonesha ukosefu mkubwa wa maadili, adabu na heshima kwa viongozi wa dini na vinaakisi chuki, hasadi na nia ovu ambazo hazina nafasi katika jamii inayozingatia misingi ya dini, haki, utu, amani na maadili mema. Aidha, kueneza taarifa za uongo na uzushi ni kosa la kidini, kimaadili na kisheria. Vitendo hivi vinaweza kuleta migawanyiko katika jamii, kuchochea chuki, kuharibu mshikamano wa wananchi na kudhalilisha taasisi za dini pamoja na Uislamu kwa jumla. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu unatoa wito kwa Waislamu na Watanzania wote kuzipuuza taarifa zisizo na ukweli, kujiepusha na kuzisambaza taarifa hizo na kuendelea kuwaheshimu viongozi wa dini wanaotekeleza majukumu yao ya kuelimisha, kuhubiri amani na kuiongoza jamii katika misingi ya maadili mema. Vile vile tunaziomba mamlaka zote zenye dhamana ya kusimamia sheria kuchukua hatua stahiki dhidi ya mtu yoyote anajihusisha na utengenezaji, uchapishaji au usambazaji wa taarifa za uongo, kashfa na uchochezi kupitia mitandao ya kijamii kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe, Sheikh Nurdin Kishki ni kiongozi wa taasisi ya Al-Hikma Foundation na amekuwa akitoa mchango mkubwa katika kuisaidia jamii ya wenye uhitaji na mayatima katika nyanja za elimu, uchumi na matibabu. Amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu kwa siri na dhahiri. Kitendo cha kuzusha taarifa za uongo kwa lengo la kumdhalilisha ni sawa na kuwadhalilisha mashekhe na viongozi wengine, vitendo ambavyo lazima vikemewe kwa nguvu zote. Mwisho, Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania unaungana na Waislamu wote ndani na nje Tanzania katika kumuombea Sheikh Nurdin Kishki, Mwenyezi Mungu amlinde, amzidishie afya njema, hekima na taufik, na aendelee kumpa nguvu katika kutekeleza wajibu wake wa kuhubiri Uislamu na kuijenge jamii yenye amani na mshikamano. Wabillahi taufik. Imetolewa na Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania na imesomwa na mimi Mbwana Ahmad Urari.